Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Iringa imewafikisha mahakamani watuhumiwa 5 wanaokabiliwa na tuhuma za uhujumu uchumi katika kesi namba 13895/2026. Washtakiwa hao ni Amini Mwakisambwe anayedaiwa kuwa afisa kilimo wa kijiji cha Mboliboli na ambaye wakati wa tukio hilo alikuwa akikaimu nafasi ya afisa mtendaji wa kijiji hicho. Wengine ni pamoja na Festo Kizumbe, Katalai Ngoboleni, Abdallah Nguswa na Agustino Nkomela. Upande wa mashtaka ulidai mahakamani kuwa washtakiwa hao walijiingizia fedha kwa njia isiyo halali baada ya kuuza ardhi inayodaiwa kumilikiwa na mama aitwaye Sinzo Masanja kwa mnunuzi aliyefahamika kwa jina la Furahini Vahaye. Katika kutekeleza majukumu yake, imefungua kesi ya uhujumu uchumi namba 13895 ya mwaka 2026 dhidi ya washtakiwa 5 ambao ni Amini Jacob Mwakisambwe. Huyu ni afisa kilimo katika kijiji cha Mboliboli, kata ya Mboliboli, wilayani Iringa, mkoani Iringa, na Festo Simon Kizumbe, mkulima kijiji hicho hicho. Katalai Ngoboleni, mshtakiwa namba 3, Abdallah Amadi Nguswa, mshtakiwa namba 4, na Agustino John Nkomola, hawa wote wakiwa ni wakulima kutoka kijiji cha Mboliboli, kata ya Mboliboli, wilayani Iringa, mkoani Iringa. Mshtakiwa namba 1, Amini Jacob Mwakisambwe, anakabiliwa na jumla ya makosa 8, ambapo ana makosa 4 ya matumizi mabaya ya madaraka kinyume na kifungu cha 31B cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 marejeo ya mwaka 2023, ikisomwa pamoja na aya ya 21 ya jedwali la kwanza na vifungu vya 57 1 na 61 2 vya sheria ya uhujumu uchumi na uhalifu wa kupangwa sura ya 200 marejeo ya mwaka 2026. Lakini pia mshtakiwa huyu namba 1 anakabiliwa na makosa ya kusaidia kutenda kosa kinyume na kifungu cha 22 cha sheria ya kanuni ya adhabu marejeo ya sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Ili hali washtakiwa namba 2, 3, 4 na 5 kila mmoja anakabiliwa na kosa la kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu, ambapo mshtakiwa namba 2 na namba 3 waliweza kujipatia kiasi cha shilingi milioni 1,800,000 kila mmoja kwa njia za udanganyifu kupitia mauzo ya shamba ambalo walikuwa hawamiliki kihalali. Aidha, mshtakiwa namba 4 na namba 5 pia wanakabiliwa na makosa hayo ya kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu kinyume na kifungu cha 302 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Hawa pia walijipatia kila mmoja kiasi cha shilingi milioni 4,500,000 ikiwa ni fedha waliojipatia kwa njia za udanganyifu kutokana na ardhi ambayo walikuwa hawaimiliki kihalali. Kwa upande wa mshtakiwa namba 1, yeye alitenda yale makosa 4 kama nilivyoeleza awali kwa kuhalalisha mchakato wa mauziano ya ardhi isivyo halali, hivyo kutumia madaraka yake vibaya na kupelekea washtakiwa hawa kujipatia kiasi cha fedha isivyo stahili. Washtakiwa wote wamesomewa makosa dhidi yao
mbele ya Mheshimiwa Honorius Kando katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Iringa, na wamekana mashtaka dhidi yao, na mahakama imetoa masharti ya dhamana ambapo mshtakiwa namba moja kwa kuwa ni mtumishi wa umma ameweza kupewa masharti ya kujidhamini mwenyewe, na washtakiwa namba 2 mpaka 5 hawa ni wakulima ambao wamepata kudhaminiwa na mdhamini mmoja kila mmoja aliyesaini hati ya dhamana ya shilingi milioni 1,260,000. Kimsingi mshtakiwa namba 1 ambaye ni mtumishi wa umma kama nilivyoeleza, akiwa ni afisa kilimo katika kijiji hicho, alikuwa anatenda makosa hayo ya kupelekea manufaa yasiyostahili kwa washtakiwa namba 2 hadi 5 kati ya kipindi cha tarehe 1 mwezi wa 2 2023 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 3 mwaka 2023. Shauri hili limeahirishwa mpaka tena tarehe 17 ya mwezi Julai mwaka 2026 kwa ajili ya kusomwa hoja za awali. Hizi ni ripoti kutoka Iringa na Gervas.